Mtu mwenye upendo hapotezi. Kama kuna watu wameudharau upendo wako, wameutupa moyo wako wa thamani, usijisikie vibaya. Haujawapoteza. Wao ndio wamekupoteza. Kwa sababu katika ulimwengu tulionao ni adimu kupata mtu mwenye upendo na mwenye kuthamini kwa ukweli, pasipokuwa na matarajio. Watu wengi wanaishi kibiashara. Kwa hiyo unadhani yuko na wewe, anakupenda au anakujali, mpo pamoja kama ni marafiki au ni wapenzi ama ni ndugu, lakini yuko tu kwa ajili ya maslahi. Kupata mtu ambaye anaweza kawa na wewe kama mtu bila kuwa na maslahi yaliyo nyuma ya pazia ni jambo nadra, ni dhahabu. Kwa hiyo kama umekuwa kwenye mahusiano alafu wewe unajua kabisa moyo wako, unaujua moyo wako kwamba ukimkubali mtu unamkubali vile alivyo, awe rafiki, mpenzi, ni ndugu, mahali popote, sio mtu wa masharti, sio mtu wa kuwa na ajenda za nyuma ya pazia. Kama hao watu kwa namna yoyote wakaanza kukuchukulia poa kwenye maisha yako, wakaudharau ule upendo wako, wasithamini kile unachowapa, move on. Endelea mbele na maisha yako. Huo upendo huo ambao unajitahidi kuutoa kwa watu wengine ulete kwako wewe mwenyewe. Kumbuka, huwezi kuwapenda watu wengine na kuwathamini watu wengine kama haujithamini wewe mwenyewe. Kuendelea kuwa mahali ambako upati thamani unaostahili, kile kitu kizuri ulichonacho, ule moyo mzuri ulionao hauthaminiwi, ni kujichukia wewe mwenyewe, sio kujipenda, sio kuishi. Umezungukwa na watu ambao unasema ni rafiki, wewe unapatikana kwao, wanapokuhitaji upo pale, lakini unapokuwa hasa una shida ya kuwahitaji, they are not there to be found. Yani wako na wewe kwenye kuchoma nyama, wako na wewe kwenye outings, pale ambako kiukweli unawahitaji, kila mmoja ana udhuru. Hauna rafiki hapo. Huyo yuko kwa ajili ya kutumia moyo wako mzuri, kutumia ile hali yako ya kujitoa, muda wako na nguvu yako nzuri ulionayo. Anajisikia vizuri akiwa na wewe. Au mtu anakuja tu kwako kwa ajili ya kupata ushauri siku zote. Hathamini uwepo wako. Hajisikii furaha tu kuwa na wewe. Anafurahia kwa sababu ya kitu fulani. Kuwa makini sana, lazima ujue sasa uweke makundi. Haimaanishi kwamba uchukie watu au usiwe na watu. Elewa kwamba huyu mtu yuko kwenye kundi hili. Mgawanye kila mtu aliyekuzunguka kwenye kundi lake. Muweke kila mtu kwenye nafasi yake. Mtu ambaye hastahili kuwa katika meza yako usimweke kwenye meza yako. Mtu ambaye hastahili kupata nguvu yako usimpe nguvu yako. Thamini huo moyo mzuri ulionao. Thamini moyo wa huruma ulionao. Kuna baadhi ya watu ambao nawafanyia coaching na amepitia mahusiano ya kinarcissistic. Wengi inafika mahali anaanza kujichukia moyo wake kwamba amekuwa na moyo wa huruma na kuwa na huruma iliyopitiliza. Hapana, kuwa na moyo wa huruma sio tatizo. Moyo wa huruma ni dhahabu. Huo moyo wako wa huruma ulionao ni dhahabu. Kitu ambacho ulipungukiwa ni kuweka mpaka. Hekima ni kutambua wapi utoe huo moyo wako, uelekeze wapi. Lakini ulikuwa unatoa moyo wako mzuri mahali ambako haukuwa unahitajika, na ndio maana ukatumiwa vibaya. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kubadilisha mwelekeo, kuutoa ule moyo wako mzuri wa huruma kwa watu wengine ambao hata hawathamini huo moyo na kuuleta kwako wewe mwenyewe. Anza kujihurumia wewe, anza kujionyesha wewe upendo. Fanya kila jambo zuri la kuhakikisha kwamba unakuwa na afya nzuri, kuanzia afya ya kisaikolojia, katika saikolojia yako na ya mwili wako. Tunasema self care. Jijali wewe mwenyewe, wekeza kwa ajili yako. Kwa mfano, kuna watu unayo pesa ya kuwasaidia wengine wenye shida, lakini hauna pesa ya wewe kulipia kupata elimu fulani, kupata msaada fulani kwa ajili yako. Yaani unajitoa na kuhangaika zaidi kwa ajili ya watu wengine, lakini unapokuja kwa ajili yako na hasa ile mambo yenye msingi ya kukusaidia, hakuna unachoweza kufanya. Una hela, unasema sina. Ni wakati sasa wa kuelekeza huruma yako na upendo wako kwako wewe mwenyewe. Ukijipenda wewe mwenyewe na kuwa na mipaka, ndivyo unaweza ukatambua na ukatumia huo moyo wako kwa usahihi kuwapenda pia na watu wengine. Walikuchukulia poa, wakakupoteza. Lakini nataka nikwambie kwa uhakika, sasa hivi wanakukumbuka. Sasa hivi wanajua walipoteza kitu cha thamani zaidi kuwahi kukipata katika ulimwengu. Mtu mwenye moyo wa huruma ya kweli, mtu mwenye moyo wa upendo halisi ni dhahabu. Sio kama unanielewa, ni dhahabu.
Ukiwa na mtu huyo mmoja kwenye maisha yako, ni zaidi ya kuzungukwa na mahela, ni zaidi ya kuzungukwa na watu 100 ambao they are not caring you. Kwenye haya maisha unahitaji mtu mmoja ambaye atakukubali na kukupokea vile ulivyo. Ukimpata mtu huyo kwenye maisha yako, usimpoteze.